Mashekhe zangu, baba zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, pamoja na wanafunzi wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika eneo hili ambalo tumekusanyika, lengo la kimsingi ni kuadhimisha na kukitukuza kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza, kabla ya kuongea chochote, kila aliyeshiriki katika mashindano haya nimwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya mwezi huu mtukufu Ramadhan na kwa baraka ya maneno yake awafungulie vifua vyao, awafungue fahamu zao, awatengenezee maisha yao. Mara nyingi tunapoyatizama mambo tukashindwa kufahamu thamani yake, mara nyingi huwa tunayatizama mambo katika mtazamo mmoja na sio miwili. Lakini chochote ambacho utakifanya ili ukijue thamani yake katika nadharia ya Uislamu, ni lazima ukitizame katika mitazamo mikuu miwili. Chochote Qur'ani tumeitupa kwa sababu tumeshafanyiwa brainwashing. Tunafahamu kwamba Qur'ani nafasi yake inahusiana na akhira tu peke yake. Sio kweli. Qur'ani tunufaisha tukiwepo duniani, alkadhalika itatunufaisha tukifika kesho akhira, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie itunufaishe. Tuitizame Qur'ani katika mirengo mikuu miwili. Nimepewa dakika 15. Mtazamo wa kwanza, hii Qur'ani tunayoisoma kwani ina mahusiano gani kwetu sisi na akhira? Lakini pili, Qur'ani tunayoisoma ina uhusiano gani kwetu sisi na dunia yetu? Naanza na uhusiano wa Qur'ani na akhira kwa wenye kuisoma Qur'ani. Lakini kabla sijaanza kuangalia uhusiano wa Qur'ani na akhira, naomba nitoe picha ndogo lakini ni kubwa ya kuhusiana na akhira. Na picha hii ameithibitisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yupo na mama Aisha radhiallahu anha, anamweleza hali halisi ya picha ya kesho akhira. Anamwambia, ya Aisha, yuhsharu nasu yawma alqiyama hufatan
uratan ghurlan, watafufuliwa watu kesho siku ya kiyama hali ya kuwa hawana nguo, wapo kama walivyozaliwa, hali ya kuwa wako pekupeku, hawana viatu, hali ya kuwa vimerudishwa vile vipande vya nyama ambavyo wanafanyiwa suna wanaume. Mstaki ni abaini mambo, kuna watoto. Mtume ndo anamwambia mama Aisha, watafufuliwa watu kesho siku ya kiyama wakiwa na hali hiyo. Mama Aisha alihamaki sana, akamuuliza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ewe kipenzi cha Mwenyezi Mungu, Ar-rijalu wan nisa'u kumaanisha kwamba siku hiyo watu wakifufuliwa ile hali hawana nguo, wanaume na wanawake watakuwa wanatizamana hali zao zikoje? Swali hili anaulizwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia ya Aisha, al-amru yawma idhin ashaddu min an yuhimma dhalika, mambo siku hiyo yatakuwa mazito sana, hakuna atakayekuwa na nafasi ya kumtizama mwenzake yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, yuko hivi, kwa sababu siku zote kimaumbile mwanadamu linapokuja jambo dogo likatokea jambo kubwa, ili dogo analiwacha, anashughulishwa na ili kubwa. Hii ni picha ya kesho siku ya kiyama. Narudi sasa kutizama mahusiano baina ya kuisoma Qur'ani na akhira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 20 aya ya 124, kwa wanaotaka reference, anasema waman a'rada an dhikri fahu ma'ishatan lanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Sadaqallahu al-aliyyul adhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yeyote atakayepuuzia ukumbusho wangu, atakayeupa mgongo ukumbusho wangu, tabani ukumbusho hapa ni Qur'ani, ninaahidi nitampa maisha ya dhiki, nitampa maisha ya dhiki. Sasa ipime kwa mizani unayotumia wewe, dhiki kwa pima tu unavyoweza wewe, lakini fil hasili ni maisha ya dhiki. Lakini haitoshi, nitamfufua siku ya kiyama ili hali ni kipofu. Na mwanadamu atajaji hapa, atauliza ya Rabbi, kwa nini umenifufua mimi ni kipofu ili hali duniani nilikuwa ninaona? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjibu, atamwambia sawa, nilikuletea ukumbusho wangu, ukajifanya unajitosheleza sana duniani, wewe ulikuwa una kipato, sijui una wadhifa serikalini, ukumbusho wangu ukautupa, kwa hiyo mimi sina habari na wewe leo. Lakini wakati naongea hichi, rudisha picha ya siku ya kiyama itakuwa ikoje? Nimetanguliza ile hadithi kwa mantiki yangu, hali itakuwa ni ngumu. Mwenyezi Mungu anakukana mbele ya watu, mbele ya mitume, siku hiyo unakimbilia wapi? Waman arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Tunaambiwa tuisome Qur'ani. Nimepewa dakika 15. Hadithi ya bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ambayo al-Imamu Muslim. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema iqra'ul Qur'ana, jitahidini sana wafuasi wangu kuisoma Qur'ani, jitahidini sana. Ni very polite message. Anatoa reason bwana Mtume, anasema fa inahu yaati yaumal qiyama shafi'an li ashabi, kwa sababu kesho siku ya kiyama itakuja ikiwa ni mtetezi kwa wanaoisoma Qur'ani. Tunaikumbuka lengo la kimsingi
la kuja Qur'ani kesho siku ya kiyama kumtetea huyu anayoisoma ni kumfurahisha, hakuna shaka hiyo. Je, inawezekana kijana haisome Qur'ani afurahi ila hali mzazi wake yupo kwenye dhiki? Bila shaka mzazi wake aliyemsimamia pia atakuwepo katika furaha. Bila shaka mwalimu wake aliyemsimamia atakuwa katika furaha. Wa ila kama mzazi wake atakuwa kwenye dhiki, itakuwa Mwenyezi Mungu bado hajamfurahisha huyu mwenye kuisoma Qur'ani. Hayo ni mahusiano baina ya Qur'ani na akhira. Enda mahusiano ya duniani na akhira. Duniani na Qur'ani. Qur'ani inalinda utu wetu na inalinda ubinadamu wetu. Kasome sura ya 17 aya ya 70. Uislamu unatufundisha kwamba ikitokea mathalan mimi nimepita njiani nikamwona binadamu ameanguka, amepatwa na mauti, bila kujali ni Muislamu au sio Muislamu, na pengine hana watu wa kumstiri, pamoja na kwamba sio Muislamu, lakini kwa kuwa amevaa vazi la ubinadamu, Qur'ani inaniambia huyu nimchukue, nimchimbie shimo, nimstiri. Kwa nini? Walaqad karramna bani adama. Kwa ule ubinadamu wake tu Qur'ani inaniambia ni uthamini ule ubinadamu wake. Kwa hiyo Qur'ani inalinda utu na ubinadamu wetu. Kasome sura ya 5 aya ya 32, suratu Maida. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema min ajli dhalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi fakaannama qatala nasa jamia wa man ahayaha fakaannama ahya nasa jamia. Yeyote mwenye kuiua nafsi, weka kwenye misingi ya kilugha, man qatala nafsan, nafsan imekuja na tanwini, nafsi yoyote, yeyote mwenye kuiua nafsi bila misingi ya kuua, yani bila kulipiza kisasi. Qur'ani inatuambia atakayeua ni lazima auawe, kwa sababu nafsi yake yeye sio bora kumuua mwenzake. Sasa yeyote mwenye kuua nafsi yoyote, kwa mantiki ya kwamba ni Muislamu au sio Muislamu, bila misingi ya kuua, basi huyu anahesabika ni kana kwamba ameua watu wote. Qur'ani ndio inatuambia hivyo. Waman ahayaha fakaannama ahya nasa. Kwa hiyo sisi licha ya kwamba Qur'ani tumeiweka pembeni, lakini ndiyo inayoleta amani katika maisha yetu tukiwa Waislamu na hata wasio kwa Waislamu. Hakuna nafsi inauawa bila misingi ya kisheria. Qur'ani hapa inalinda utu na ubinadamu. Kwa hiyo sisi tunapoichukia Qur'ani, maisha yetu yatazidi kuwa magumu, kwa sababu Qur'ani inatukingia kifua tuishi maisha ya ubinadamu na yenye kubeba utu. Qur'ani inatuletea maisha mazuri. Taban, Qur'ani ni Uislamu na Uislamu ni Qur'ani. Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema inna baital ladhi yuqra'ul Qur'anu yakthuru khairuhu wal baitul ladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an yaqillu khairuhu. Hapo wazazi wangu, mama zangu, baba zangu, nafikiri mnielewe vizuri hapa. Haya ni maneno yanayotoka kwenye kinywa cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinywa ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anathibitisha wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ndiye anayezungumza maneno haya. Anasema nyumba yoyote kusoma Qur'ani ndani yake, basi kheri zake zinakuwa ni nyingi, mambo mazuri yanakuwa ni mengi. Mume atamsikiliza mke na mke atamsikiliza mume, mtoto atamsikiliza baba na baba atamsikiliza mtoto, yani ni sami'na wa atwana, kwa sababu kusoma Qur'ani ndani yake kuna mkono wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Mwenyezi Mungu nyumba ile anaitizama kwa jicho la hurma. Vipi Mwenyezi Mungu atizame kwa jicho la hurma alafu dhiki ziendelee katika nyumba ile? Mume asimwamini mke na mke asimwamini mume. Ndio maana nikasema mara nyingi tunakosea hapa. Tunapoyasoma mambo tunayatizama kwenye mrengo mmoja, hatutizami mirengo miwili. Qur'ani inacheza dori katika dunia yetu na akhira yetu. Lakini mtume huyo anasema nyumba ambayo haisomwi Qur'ani, khairi zinakuwa ni chache sana. Sasa mume ndo amwamini mke na mke amwamini mume. Sasa ikiwa mume amwamini mke na mke amwamini mume, kuna maisha hapo? Yapo maisha? Mtoto aitwa na babake, babae, time is makangability. Siku hizi ni wasomi Kiingereza, baba wanadisturb bwana. Mtoto anapata ujasiri kumwambia mzazi wake hichi, kwa sababu haishi kwenye maisha ya Qur'ani. Sasa tunapoitupa Qur'ani tunayatupa maisha ya dhiki. Leo serikali kila nchi inasema maadili yamepungua, maadili, tunataka mtupe solution. Maadili haya tunarudisha vipi wakati Qur'ani imeitupa? Kwani ulijua Qur'ani inakuja kufundisha kupiga mdumange au kucheza baikoko? Qur'ani inaturudishia maisha. Qur'ani inaturudishia utu. Qur'ani ipo mstari wa mbele katika kuongoza maadili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa certificate bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika lugha zetu za kileo, akamwambia wa innaka lala khuluqin adhim. Hii mimi naita certificate. Anamthibitisha wewe Muhammad, licha ya kuwa una tabia nzuri, uko zaidi ya tabia nzuri. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye sisi tunastahili kumfanya ndio role model. Wazazi, kuna sehemu tuliiacha wazi, na siku zote ukiwacha sehemu wazi ni lazima itajazwa. Ukiwacha sehemu wazi ni lazima itajazwa. Sisi kuambiwa tuwafanyie watoto kwamba ni wenye kumpenda mtume, tuwafundishe kumpenda mtume, kumfanya ndio kiigizo chao, maana yake mengine yasipate nafasi. Sasa wao mtume wamemtupa, maana yake wengine watapata nafasi, kino Bob Marley, kino Lucky Dube na wengine ongezea, kwa sababu sehemu iko wazi. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa front line katika kuongoza maadili mema, na sera yake maarufu ni ile inama bu'ithtu liutamima makarimal akhlaqi. Hakika si vinginevyo, adatul hasr, hakika si vinginevyo, mimi nimetumwa na Mwenyezi Mungu kuja kufundisha tabia njema, sio tabia nzuri mashehe, sio mahasinal akhlaqi, ni makarimal akhlaqi. Tabia nzuri zipo chini, tabia njema zipo juu zaidi. Nitoe kisa kimoja ili tuweze kudifferentiate baina ya tabia nzuri na tabia njema. Yule bwana mmoja alikuwa katika njia anayopita bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa ilikuwa ana chuki na bwana Mtume, ilikuwa anapenda sana kuweka uchafu, kinyesi kinachomshughulisha bwana Mtume. Bwana Mtume ilikuwa akipita pale, kwa kuwa yeye ndo mtume, an-nabiyul muayyad, aliandaliwa yule. Akifika kwenye njia ile, anaona ile dhiki iliyowekwa pale, anaiondoa, anaitupa pembeni. Siku ya pili akija kama kawaida, anachukua anatupa. Siku ya tatu kama kawaida, anachukua anatupa. Sasa anakuja siku nyingine, ile hali haioni, ashazoea mwenyewe, na ilikuwa anajua ni nani anayefanya kesi hile. Sasa siku anakuja haoni, akaulizia, huyu bwana fulani mbona mimi simuoni? Akamwambia bwana fulani anaumwa bwana. Anaumwa? Nionyesheni nyumba yake, yuko wapi bwana? Akamwambia nyumba yake ile pale. Akaenda paka pale, akasalimia, akamuuliza hali yule bwana. Hali yako vipi bwana mheshimiwa? Kumbuka ilikuwa anamfanyia nini? Anamwekea kinyesi njiani. Unaendeleaje ndugu yangu? Mwenyezi Mungu akuponye bwana. Akuponye, kwa sababu mimi nina uradi wangu nimeuzoea. Ilikuwa nikija njiani huwa kuna kitu nakiona, lakini bahati mbaya leo sijakiona. Kwa hiyo nimekuja kukuombea dua ili upate afya, uendelee na ule utaratibu wako.
yani aweke ile haja kubwa pale njiani ili mtume aendelee kuitoa. Hapa tunapata tofauti ya tabia nzuri na tabia njema. Sijajua mimi na wewe kama tunaweza hivi. Hapa tunamzungumzia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuliqin adhim. Ahmad Shauki ana maneno yake anasema, idha usiba qaumun fi akhlaqihim faqim ma'atama wa'wila. Umma wowote utakapojeruhiwa katika kukosa akhlaki na kukosa tabia njema, umma huu unastahili kuwekewa matanga na kuliliwa. Leo umma wa Kiislamu unaojidai unamfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio umma ambao uko nyuma sana katika akhlaki. Haujiwezi. Sasa hapa baba zangu, mama zangu, ndio tutaona umuhimu wa mwalimu wa madarasa ambaye leo hana thamani. Nimepewa dakika 15 mashe inshallah ni. Tutaona umuhimu wa mwalimu wa madarasa. Baba zangu, mama zangu, tukubaliane. Mwanadamu halisi yupo ndani, hayupo nje. Mwanadamu halisi yupo ndani, hayupo nje. Usiadaike na hii kanzu yangu na kofia yangu. Kama sijajengeka ndani mimi nitakuwa fedhuli tu, hakuna chochote. Na kazi hii ya kumfinyanga mwanadamu ukamjenga akawa vizuri ndani, kazi hii anaifanya mwalimu wa madarasa, kwa sababu atamsoma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye anasema inna fil jasadi mudghatan idha salahati salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadati fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu. Kimaumbile mwanadamu ana kipande cha nyama ndani ya mwili wake. Kitakapotengemaa kipande cha nyama hichi, basi mwanadamu mzima tutamkuta ametengemaa. Kitakapoharibika tutamkuta mwanadamu hata akivaa suti na tai na juba na kanzu hatakuwa ni fedhuli namba moja, kwa sababu ndapiki hafanyi chochote ambacho kinachohusiana na kula. Hakuna anemchapa, hakuna anemshikia fimbo, yuko peke yake na kipato anacho, lakini anasema mimi sipiki kwa sababu hapa chumbani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ananiona. Anajikataza yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe. Ikiwa mwanadamu amefika kwenye stage anajikataza yeye mwenyewe ndani chumbani, anaweza kuyafanya nje mabaya? Naomba mnijibu, anaweza kufanya nje? Hawezi kufanya. Sasa mbona yanafanywa mengi? Shida iko wapi? Kwa sababu Uislamu tumeutupa. Wewe unaitazama saumu katika mrengo finyo. Saumu imekuja kurudisha ubinadamu na utu. Walimu tumewatupa. Mwanzo baba zangu na mama zangu mtaniambia, pengine mimi sijazaliwa. Mwanzo ilikuwa ikifika kipindi cha mavuno mtampelekea mwalimu mtama, mtampelekea mahindi, mtampelekea muogo. Leo amekuja hayote bid'a. Maisha yamekuwa ni magumu sasa. Yamekuwa ni bid'a. Haya ni bid'a. Mwalimu ambaye anaisaidia serikali, wenyewe wanasema, wala siasemi mimi, kwamba Pemba hata majela hayajajaa watu kwa sababu ni sehemu imelelewa kimaadili. Ndio hayo utamuona kijana wa Kiislamu anavuta bangi lakini anavyoisoma Qur'ani kwa tartil, mwenyewe utakaa chini kwa sababu amelelewa maadili. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.